kwa sababu naamini kama ni kutongozwa stara, anatongozwa na wanaume zaidi ya yeye alivyo, lakini sikuwa tayari. Ya hata hao ambao walikuja kunipa taarifa nini wanataka kufanya kwa Dudu Baya, niliwaambia hii ni maigizo ama ni kitu gani. Wao wakasema lengo lao ni kwamba Dudu Baya akitoka India anatakiwa kwenda India, makeli kwa kabla hajaenda. Anataka kufungua studio, anataka kufanya kazi zake nini. Kwa hiyo tunataka kutengeneza taswira ya Dudu Baya kivingine. Kwa hiyo taswira tunaitengenezaje? Taswira bwana, tunaomba wewe uwe kama uigize kama mwanamke wake. Alafu ukishaigiza kikubwa yani tuende sana kuna vitu vya kijamii. Kama vitu ambavyo mara nyingi mimi wanafanya. Maana mimi napenda za kutembelea kusaidia watoto wenye uhitaji sehemu kwa wajane. Yaani ni vitu ambavyo kusema kweli maisha yangu ukiachana na sanaa na mambo ya biashara, hayo ndo maisha yangu nimeishi. Kwa hiyo hata walionifuata nafikiri wanajua vizuri historia yangu. Ndio maana wakaniface. Wakasema tunataka muwe mnaenda huko ili kutengeneza image tofauti. Sisi gharama nini kila kitu tutawezesha. Alikuja mpigia picha yake, yeye mwenyewe anamjua huyo mwandishi wake, nisimpigia picha mwandishi wake na mwenzie huyo mwingine. Akasema gharama watagharamia, ameona. Lakini kikubwa kwa wao sasa ambacho hichi nafikiri Dudu Baya kijui. Kikubwa ni kubadilisha ile taswira ya Dudu Baya kwenye jamii, kwamba kama hivyo watu wanamuita mtu baya, anapigana, mlevi wa pombe, sijui mvuta bange na vitu vingi vichafu ambavyo watu wamekuwa kimuongelea. Kwa hiyo hawakuwa na njia wao ya kubadili zaidi ya kumsimamisha mwanamke katikati yake. Na wao kuniona mimi kwa sababu wanajua mimi na Dudu Baya ni tofauti. Watu wengi watajiuliza sana. Na lengo lao lilikuwa ni hilo. Wakienda kwenye jamii, kwenye watoto wa yatima, kwa watu wenye uhitaji, na taswira ya Dudu Baya kwamba ni mkorofi, ni mtu ambaye ni mtata, haitaleta image nzuri. Tunafanyaje? Tumtafute wastara ambaye anaweza katuwekea taswira ambayo ni kama hivyo, kwa sababu kwanza wao walijua mimi na yule Dudu Baya tuko tofauti. Kitofauti kimuonekano. Na kulingana na mimi nilivyo na kuvaa na kila kitu changu, na yeye Dudu Baya alivyo. Kwa hiyo leo tofauti ndio kitu cha kwanza wao walikitaka. Umeshaelewa? Alafu cha pili ni hivyo kwa sababu na uzoefu na hizo vitu vya watoto yatima. Unaona? Kwa hiyo baada ya kunifuata walivyoniambia tu tunataka mwende kwenye vituo, tunataka tubadilishe taswira ya Dudu Baya kwenye macho ya watu. Na hivyo yani awe ni mtu anayezungumzia tofauti na anavyozungumziwa sasa hivi. Binafsi sio yeye tu wa kwanza. Ni wengi naweza kusema nimewapanzia, nimewasaidia kuwabadilisha. Kwa hiyo kwako yeye kwangu haikuwa kitu kikubwa. Na naweza kusema na ambao nimewasaidia mimi ni wabaya kuliko yeye Dudu Baya. Kwa hiyo kwangu ilikuwa easy kabisa kukubali. Na bila kuambia hata mimi sitaki hata shilingi yoyote ile. Cha kufanya nyinyi ndio hivyo, kama tunaenda sehemu na gharamia, kama sijui vitu vya watoto yatima mnanunua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukakubaliana hivyo, wakaondoka kwa kampeni ya kwanza ikawa ile yeye naongea kule, mimi namjibu huku, mpaka imekuja Valentine Day, zawadi, nini, ushanielewa? Hivyo yani tunashirikiana vizuri tu mpaka anaondoka. Mimi na Dudu Baya kwa mara ya kwanza tumeonana airport. Sijawahi kuona. Tueleza hivyo kwamba alikuwa hana namba yako ya simu, yani hamjawahi kuwasiliana kabisa. Nimekutana naye pale airport kwa mara ya kwanza, na baada ya kuondoka tulikuwa tunawasiliana. Lakini mimi najua mawasiliano yake na ya kwangu kwamba sisi sio wapenzi. Ni marafiki tu, watu ambao tuna kitu tunakiandaa baada ya yeye kurudi. Mimi ndo nilivyokuwa naelewa. Kwa hiyo sijui kama yeye kuna kitu kingine alikuwa anaelewa tofauti mpaka akaamua kunizungumzia hivyo vibaya, sielewi. Lakini mimi nasema kile ninachokijua na kile kilichonifanya ni karibiani na Dudu Baya. Kwa sababu hatuna mazoea, hatujawahi kukutana before, hatujawahi kufanya kazi yoyote. Yaani ni watu ambao tuko tofauti kabisa. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi tu from nowhere mimi mwenyewe niamke nianze kumtafuta Dudu Baya. Script zote ambazo zilikuwa zinaonekana za nyuma before hajaondoka, zote hizo nilikuwa ni mipango inapangwa. Mshanielewa? Hata kila kitu kilichokuwa nafanya ilikuwa ni nyuma ya panzia tunakipanga. Kimkubwa tu ni
kwa sababu yeye msanii anajua yeye mwenyewe alichokuwa anaongea, na mimi kadhalika msanii nilikuwa najua ninachozungumza. Kwa hiyo kwake yeye kuzungumza vibaya vingi kaongea, na bahati nzuri mimi ujue mtu akiniongelea vibaya huwa simwangalie, isipokuwa tu mtu akiniambia na nukuu pointi za muhimu anazozisema kati ya yule mtu aliyezisema. Lakini katika maongezi yote aliyokuwa anaongea Dudu Baya, simlaumu wala sitakuja kumchukia, na nishawahi kusema kuna siku nitaenda nyumbani kwake kwa ajili ya kumwambia mimi ni nani, nikijaliwa anytime. Sawa, akiruhusu kunifungulia milango nitaenda kumwambia wewe hunijui na kama kufanyisha unijue. Na hicho cha yeye kuto kunijua ndo kunafanya mimi nisimchukie. Dudu Baya hanijui chochote kuhusu mimi. Chochote kile anachokiona, chochote anachokisikia, hajamjua Wastara, anakisikia kwa watu wengine, anakiona kwa watu wengine, lakini mimi hanijui. Na sio yeye tu, yoyote utakayemwona ananiongelea mimi vibaya, basi ni mtu ambaye amepewa tu script labda na mtu anayenichukia. Hata hizi swala la kuambua mwizi sijui kitu gani, ni mtu mmoja tu ambaye yeye alijitoa muhanga kwamba kufa na kupona anahakikisha ananiharibia. Lakini sio kwamba kweli siumwi, sio kwamba nataka pesa za watu. Kuna document hapa unaona, kulikuwa kuna watu hapa wamekuja, nilikuwa nawaonesha. Umeshanielewa, ni document za hospitali zinaelezea matatizo zangu zote. Na hizi zimeanzia hapa, zimeenda India na zimerudi tena hapa Tanzania. Ushanielewa? Kwa ajili hizo tiba nazo zisema nazotumia mimi sasa hivi dawa direct zinatoka India. Ushanielewa? Ina maana mimi nikishindwa kununua ndo nakuwa nimeshindwa kunywa dawa na tulia. Umenielewa sijui vizuri. Na istoshe mimi na Dudu Baya wote swala la kwenda kutibiwa, kila mtu anajua mwenyewe anavyosaidiwa. Mimi nasaidiwa mbele ya kamera, yeye anasaidiwa nyuma ya kamera. Lakini wote tunasaidiwa. Wote mnasaidiwa. Wote tunasaidiwa. Hilo mwenyewe analijua yeye na Mungu wake. Mimi naye wote tunasaidiwa. Lakini kikubwa tu ni kwamba mimi nimejitoa muhanga kujiweka mbele ya kamera. Yeye mwenzangu kajiweka nyuma ya kamera, hamna mtu anayemuona. Istoshe kuzungumzia swala la biashara, mimi ni dalali na miaka karibu 10 sijui na ngapi. Toka 2014 ni dalali ambaye napiga picha kwenye maduka ya watu, natumiwa picha kwenye maduka. Yaani maduka mengi sana nadili nayo. Ndio unaweza kuona natuma picha kwenye account yangu tofauti, nini, picha zile ni nguo za watu ambazo kama anajaliwa kuziuza kupitia mimi. Mshanielewa? Yaani sikosi 5,500 ya kula, lakini sio kwamba hela itakaonitosha mimi kwenda kutibiwa. Mshanielewa? Sijawahi kusimama nikakaa kwenye duka langu. Biashara ya duka sijawahi kuipenda hata siku moja. Kwa hiyo sinaga biashara ya duka. Mimi biashara yangu na biashara ni kusafiri. Ni kama sio kusafiri basi ndo kama hivi nimekaa nyumbani mwenyeona na manguo yangu hapa. Basi hizo ndo kitu ambazo nakifanya. Hizo biashara kubwa sijui nani, yani ni biashara ambazo napewa na watu. Lakini mimi mwenyewe binafsi sina. Na sijui vitu vingi watu. Mguu kusema kweli toka nimeanza kuumwa mimi sijaumwa mguu. Hiyo 2025 sijaumwa mguu lolote, isipokuwa tu najua kwamba mguu wangu una tatizo kwamba goti linahama. Samani, naomba tuweke sawa hapo hapo, kwa sababu moja ya kauli ambayo Dudu Baya juzi alisema ni kwamba hivi Watanzania, nimuulize swali, mguu wa bandia huo unahitaji dawa? Kwamba ukiwekewa mguu wa bandia unahitaji tena dawa. Sasa hizi dawa za kila mwezi unazoziomba za nini? Hebu tuweke sawa, kwa nini unahitaji dawa kila mwezi, na pengine kwenye maswali yake Dudu Baya aliyouliza. Sawa, kuna tatizo hapa linaitwa Parkinson disease. Sawa, huu ugonjwa ni unatokana kwanza kama unapata ajali, unaweza ikaita inatoka kwenye misuli ugonjwa. Mara nyingi nimesema naumwa misuli. Hilo la kwanza. Jambo la pili, huu ugonjwa unaleta kutumia dawa muda mrefu. Mimi nimetumia dawa muda mrefu sana kusema kutoka mdogo. Ushanielewa? Kwa hiyo hizi sababu mbili peke yake zinatosha mimi nikaupata ugonjwa. Cha kwanza ni dawa, cha pili ni ajali. Nimepata ajali, nimevunjika mikono, mimi nishavunjika miguu yote miwili, imeenda mpaka nikaja nikavunjika kichwani, nikapasuka. Kwa hiyo ajali kwangu mimi nimepata kuliko maelezo. Ndio umetokea hili tatizo. Na hili tatizo limetokea kuanzia 2018. 2018 nilipewa madhara yake kama sitatumia dawa kwa mpangilio. Mimi kikweli sikutumia dawa za kutoka 2018 mpaka mwaka jana, ni miaka karibu 7 sijui. Sijaitendea haki hili tatizo. Umeshanielewa? Kwa labda kukosa pesa. Kwa hiyo lilivyorudi likaongeza tatizo la tumbo, likaongeza tatizo la kuzimia.
Na tatizo la tumbo linakuja kwamba mimi mpaka sasa hivi mfumo wangu wa choo sio vizuri, kukaa wiki 2 bila kujisaidia haja kubwa. Mimi kushinda kutwa nzima hata siku 2 bila kukojoa, kitu cha kawaida. Lakini hizo zote ziko ndani ya ugonjwa ambao unaitwa Parkinson. Umeshanielewa? Unaleta tatizo kwenye mifupa, unaleta tatizo kwenye ubongo, unaleta matatizo ya kila sehemu. Na kunywa hizi dawa kwa sababu hili tatizo mwisho wa siku linakupelekea kukosa kwa akili. Unaelewa? Linaenda kuharibu kwenye ubongo. Maana chanzo chake pia kinatokea kwenye ubongo, kinakuja kwenye misuli. Umeshanielewa sijui vizuri. Kwa hiyo hili tatizo ili liishe lazima nipate dawa ambayo inakuwa ni tiba. Hapa Tanzania hakuna mtu anayeweza kutibu ugonjwa. Hayupo. Maanake nikikwambia hayupo, mimi nimetembea kwenye hospitali kabla sijaamua kuzungumza kwenye TV. Haupo huo ugonjwa. Haipo tiba hapa kwetu. Lakini kwa mara ya kwanza nilivyoenda India nilipewa zile dawa zao, ni kiukweli kabisa nilibadilika. Na wao hawatumii dawa tu, wanatumia paka mashine kwa ajili ya kusaidia huu ugonjwa. Umeelewa eh? Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo kwangu mimi lipo, sio la jana wala la juzi. Isipokuwa kitendo cha kusema naomba hela ni kwa sababu niliona linazidi. Zile dalili ambazo niliambiwa kwamba usipotumia dawa kwa wakati, hili tatizo litakupelekea vibaya kwenye ubongo. Ushanielewa? Hakuna hata dalili moja ambayo niliambiwa sijaacha kuiona. Kwa hiyo nikaona sasa naenda kuwa mwehu. Kwa sababu nilikuwa nazimia na nikiamka simjui mtu. Sasa mtu gani ajui watoto wake? Hujui ndugu zako. Hiyo ni nini? Unaona kabisa kwamba hili ni tatizo ambalo tunaelekea kule kwenye kutoana akili sasa. Kwa nini nikubali kuwa mwehu? Na uwezo wa kuzungumza na mdomo nao, kwa nini siseme? Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.